Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali na pia kuelezea matukio ambayo yanahusiana na nyota zetu 12, nikiwa na maana matukio kwa kila siku, matukio kwa kila wiki, matukio kwa kila mwezi, kadhalika matukio kwa kila mwaka. Tayib, kwa kawaida baadhi ya miaka minne kuna matukio ambayo yanayoanza mwaka yakirejea tena mwezi wa 10, na hii ni kuashiria kwamba yale yalikuwa yanatokea mwaka huu sasa yatarudi, lakini kurudi kwake huwa hayaendani kama ilivyokuwa mwanzo, isipokuwa huwa yanaenda deep zaidi, yanaenda kwa undani zaidi na kuonesha ni jinsi gani matatizo yetu ambavyo yalivyo. Sasa kwa kuwa hapa niko naelezea matukio ya mwezi huu wa 10 mwaka 2025 kwa kila nyota, na hapa ningependa mfahamu yale ambayo naelezea huwa yanahusisha ni matukio ya duniani kwa kila mtu mwenye nyota. Tofauti ni lugha ambayo natumia ni ya Kiswahili. Kwa baadhi ya watu waliokuwa kwenye nchi mbalimbali duniani ambazo zitasikia Kiswahili na kuelewa Kiswahili, basi wataweza kusoma haya matukio au kusikiliza haya matukio ya kila nyota. Tayib, kuna baadhi ya watu wanafikiria labda kwa kuwa mimi niko katika nchi hii, basi na matukio yatakuwa yanawahusu ni watu wa nchi hii. Wanakosea. Ele ambayo naelezea huwa yanahusisha dunia nzima. Kwa kila mtu ambaye anayefahamu kundi la nyota yake, basi ajue matukio kama haya yatakuwa yanahusika na yeye. Na kwa wale ambao wanaotaka kujua zaidi mambo yao binafsi ya kimasomo, ya kimapenzi, yani mahusiano, ya kipato, na kwenye kipato tunajua ndio jambo muhimu, kila mmoja hupendelea ni kipato chake kiwe ni bora zaidi kuliko mtu mwingine. Na kadhalika mambo ya kimaendeleo, katika kukuza biashara, kufanikiwa miradi ni katika mambo muhimu pia. Lakini pia jambo muhimu zaidi linakuwa ni afya. Hata kama miradi inaendelea vizuri, afya yako ikiwa ina mgogoro, hupati ufumbuzi wa matatizo yako ya kiafya. Ni kiakili ni afya, ambapo kiakili tunasema ni yale mambo yanahusisha mambo ya ushauri, na kiroho ni yale ambayo yanakusumbua, yanahitaji maombi maalum, dua maalum, na dua hiyo iwe inafanya kazi. Lakini jambo la tatu linahusisha mambo ya kimwili. Kama tunavyojua watu wengi wanataabika na maradhi mbalimbali katika miili yao, kutegemea na hali zile za maradhi yao, wakatumia dawa lakini bado maradhi yakaendelea. Ni vile vile na kwenye maombi, yani katika dua, kama haikuendana, maombi hayakuendana na hiyo shida, manake shida yako itaendelea. Kama vile vile unatumia dawa lakini maradhi yale ya kimwili bado uko nayo. Vile vile hata ushauri, kuna ushauri watu wanapewa wakasubiri matokeo ya ule ushauri bado ikawa hamna. Kwa hiyo ushauri pia unataka uendane na lile jambo. Ukiona umefanikiwa mambo hayo, basi utajisikia furaha katika dunia hii. Tayib, utaratibu wetu huwa ni kuelezea matukio kwa kila mwezi, na sasa hivi tunaelezea ni matukio yanayoanza tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Na kwa sasa hivi ni wakati ambao unaanza kujiandaa, mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan Jumar, maandalizi ya matukio ya mwaka 2026, Mungu akitufikisha salama. Bila kupoteza wakati, nikianza na nyota ya Kondoo, ni wale ambao walizaliwa tarehe 21 ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 19 ya mwezi wa 4. Mwezi huu wategemee kupata heshima kubwa, kutekelezewa haja zao, lakini pia wategemee kupata malalamiko
na haya malalamiko yatapelekea kwenda kwenye mabaraza, hata kwenye mahakama, au kupata kesi tofauti kuanzia za kifamilia na mpaka za kijamii. Pia vile ni wakati mzuri wa kushughulikia matatizo ya wazazi, haswa wazazi waliokuwa wa kike. Kwa ni wakati mzuri wa kutatua shida zao wazazi hao au walezi ambao waliwalea. Ikiwa kama wazazi wameshafariki au mzazi wa kike kaisha fariki, basi unaangalia ndugu wa yule mzazi wa kike au walezi. Tayeb, upande wa mahusiano katika nyota yetu ya Kondoo, ambao ndo nyota hii ya kwanza nimeianza nayo, upande wa mahusiano ni wakati wa kuachilia majeraha ya zamani na utaanza kuona mabadiliko ya kihisia na nafasi mpya za mapenzi. Vile upande wa kipato, fursa mpya za kazi au miradi binafsi zinaweza kuibuka, na ni vizuri ukazingatia ratiba na malengo ya muda mrefu. Kuna watu wanaangalia sasa kwamba tu shida yangu ikiondoka sasa basi. Hapana, lazima uangalie na mtazamo wa ratiba au malengo ya muda mrefu. Tayeb, nyota yetu ya pili ni nyota ya Ng'ombe. Ni wale waliozaliwa tarehe 20 mwezi wa 4 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 5. Katika mwezi huu wategemea kupata suudi wa ni bahati. Watapata bahati nyingi, watapata neema nyingi, watapata wingi wa misaada kutoka kwa marafiki, na matumaini yatakuwa ni mazuri. Wale ambao wanaoangalia au wana mipango ya ujenzi, ni wakati mzuri pia. Nikisema wakati mzuri, si zile siku za kuanza ujenzi, ni kwamba ni mwezi mzuri kama utaanza ujenzi. Sasa siku ambayo utakayoanza ujenzi inategemea na ushauri wa kitaalamu. Na pia matukio kama haya mazuri yanategemea na wewe kama hautakuwa na mikosi. Na neno mikosi nimekuwa nalirudia kwa sababu watu wengi wanafikiri elimu za rauhani na tunavyokuwa tunafanya prediction za nyota, yani kutabiri nyota, kuelezea matukio ya nyota, basi watu wengi husubiria yale yanayotaka kuelezwa, basi wakajua yatenda moja kwa moja bila kuangalia na mikosi ambayo wako nayo. Kama matukio yatakuwa ni mazuri una mikosi, manake hautopata kwa kiwango kile, au yanaweza akaja mipango mizuri na usifanikiwe au isitimie, ukaona tu imekupitia, na hapa ndo watu wengi wanakuwa wana majuto zaidi. Tayeb, katika nyota hii ya Ng'ombe, upande wa mahusiano, uhusiano wa kijamii unaopitwa na wakati utaachwa, na pia utajielewa zaidi na kujenga mahusiano yenye furaha kwa mwezi huu. Upande wa kipato katika nyota yetu ya pili ya Ng'ombe, ubunifu na matamanio yako ya ndani yatakuongoza kwenye njia mpya za kipato. Kwa hiyo kutegemea na tabia zako, vile watu walivyo wa nyota hii ya Ng'ombe, basi wajue watapata ubunifu muhimu ndani ya mwezi huu, na ni vizuri wakaufanyia kazi. Kwa wale watakaohitaji ushauri zaidi, tutawasiliana kwa kupata maelezo zaidi, na wale ambao wanahitaji ufumbuzi pia tutawasiliana kwa kupata ufumbuzi zaidi. Nyota ya tatu ni nyota ya Mapacha. Ni wale waliozaliwa tarehe 21 mwezi wa 5 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 6. Mwezi huu uadui utakuwa ni mwingi. Ina maana mafanikio kwako yatakuwa si makubwa zaidi, na wengine itapelekea kukosa kabisa hayo mafanikio au kukosa kabisa utatuzi wa matatizo mbalimbali. Huzuni pia zitaongezeka ndani ya mwezi huu katika nyota hii ya Mapacha. Kufanyiwa hasad, yani kufanyiwa mambo mabaya. Upo kazini, unaweza ukashushwa cheo. Una biashara zako zinaweza zikaharibika kwa namna yoyote. Kwa utakuwa ni mtu wa huzuni na utafanyiwa vitimbi zaidi. Kwa wale ambao walikuwa kwenye nyota hii ya Mapacha, kwa wale ambao walikuwa wanawake, yani wapenzi, mke, naelezea mke, wife au wives, basi wajue katika kipindi hiki
migogoro itatokea zaidi, na wengine watakuwa wanaumwa, yani au wake zao watakuwa wagonjwa zaidi. Lakini pia katika kipindi hiki ilikuwa ni kipindi kizuri zaidi katika mambo ya uchumi. Kama ulikuwa unataka kununua au ulikuwa unataka kuuza, ilikuwa ni kipindi kizuri. Na hata hivyo watakuja watu kuhitaji misaada kwako, ni vizuri ukawasaidia kwa kile ulichokuwa nacho, japokuwa utakuwa na huzuni. Tayeb, upande wa mahusiano katika nyota ya mapacha, utaanza kuona umuhimu wa mawasiliano ya wazi. Mahusiano ya karibu yanaweza kuimarika. Na upande wa kipato katika nyota yetu ya mapacha, mabadiliko ya kazi au miradi ya ubunifu yanaweza kuleta mafanikio ya kifedha, mafanikio ya kipato. Kwa hiyo ni vizuri mkafahamu hivyo. Na wale ambao waliokuwa katika matatizo kama nilivyoelezea kwa mwezi huu, ni vizuri mkatatua shida zenu kuliko kukaa na huzuni, kuliko kukaa na unyonge, haitasaidia. Tayeb, nyota ya 4 ni Kaa, ni wale waliozaliwa tarehe 21 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 7. Mwezi huu ni mwezi mzuri ambapo unayo nafasi ya kutoka kwenye dhiki au kwenye matatizo na ukaenda kwenye furaha au ukaenda kwenye neema. Na pia ni wakati mzuri wa kuchunguza afya yako. Kama ulikuwa na tatizo na utakuwa unalo, ni vizuri ukaenda kuchunguza afya. Na pia unayo nafasi ya kuanzisha mahusiano mapya, kama unahitaji kuoa au unahitaji kuolewa, au kama ulikuwa unatafuta utakayempata, basi kwa wakati huu atakuwa anafaa. Sasa kufaa pia anaweza kawa anafaa, lakini nataka umchunguze tabia zake. Tabia tunazijua kwenye nini? Ni katika nyota zenu. Kwa hiyo hii itakusaidia. Na pia unayo nafasi ya kuanzisha miradi mbalimbali, na Mwenyezi Mungu atajalia itafanikiwa, lakini kwa utaratibu wa kielimu. Napotaja utaratibu wa kielimu ni kwamba muwe mnaelekea kwa wataalamu waliokuwa bobezi katika taaluma hii ya ilmu ar-rauhani. Tayeb, upande wa mahusiano katika nyota ya Kaa, ni wakati wa kuachilia hisia zilizokufunga. Mahusiano ya familia na mapenzi yanahitajika uelewa zaidi. Kwa hiyo ni vizuri ukajifungua hizo hisia. Kama ulikuwa huna matumaini, umekata tamaa, hasa kwa kina mama wenye nyota hii ni wengi zaidi, hukata tamaa, wanakosa kabisa matumaini, si wakati wake katika mwezi huu. Pia vile vile upande wa kipato katika nyota ya Kaa, uwekezaji wa kihisia unaweza kuleta matokeo ya kifedha, na ni vizuri ukazingatia usalama wa kifedha pia. Usalama wa kifedha ni ile kupunguza matumizi. Pia hata kuanzisha mambo yako yanahitaji ushauri zaidi wa kile ambacho unachotaka ukianzisha. Tayeb, nyota ya 5 ni nyota ya Simba, ni wale waliozaliwa tarehe 23 mwezi wa 7 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 8. Matukio ya mwezi huu, mtafikiri zaidi maisha, mtafikiri zaidi misaada, na mtafikiri zaidi mambo yale yanayokuja mustakbal, yani future zenu. Mtakuwa mnaangalia kwamba mpaka sasa hivi mwaka unaisha, umefanya nini? Jitihada ulizozifanya umefaidika nini? Ni katika mambo ambayo yanahusu nini? Maisha. Lakini pia vile vile ni wakati wa kusaidia. Usifikirie zaidi kupata. Maana watu wa Simba wana hiyo tabia, kupata na kutaka kujilimbikizia. Huu ni wakati pia wa kujiachia, yani kutoa misaada. Watakuja watu kuhitaji misaada, wasaidie. Watakuja watu kutaka kukopa, ndio kuhitaji misaada, wasaidie. Si lazima utoe kwa kiwango kikubwa, lakini hata kile kilichokuwa kidogo kitakuwa ni kizuri. Na pia ni wakati wa kujichunga zaidi na mambo ya kufanyiwa vitimbi, kufanyiwa hasadi, na kuwa mnyonge zaidi, hata kuibiwa mali zako. Nikisema kuwa makini, ni pale mnapokuwa mmeshajua kama hivi, maanake unakuwa upo makini. Lakini usiweke umakini wa kupitiliza kwa kutumia fahamu zako, waone wataalamu kisha wakushauri.
Kuna watu ambao utawapa kidogo, kuna watu ambao utawapa zaidi, kuna watu ambao utawaambia subiri, lakini utawasaidia. Tayib, upande wa mahusiano katika nyota ya Simba, utaanza kujitambua zaidi na kujiamini. Mahusiano ya kimapenzi yanaweza kupata msukumo mpya. Na upande wa kipato katika nyota ya Simba, uongozi na ubunifu wako vitakuletea fursa mpya za kipato. Tayib, tukiwa tunaenda nyota ya 6 ambao ni mashuke, ni wale waliozaliwa tarehe 23 mwezi wa 8 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 9. Matukio kipindi hiki kwa nyinyi mliokuwa mmeolewa au kuoa, basi muelewe kutatokea migogoro upande wa wazazi wenu. Nikisema wazazi ni wakwe, mme upande wa wakwe zake, yani wazazi wa mkewe, na mke migogoro ni kwa wakwe zake ambao ni wazazi wa nani? Wa mumewe. Kwa hiyo ni vizuri kipindi hiki kuangalia ni mawazo gani yatakayokuja katika ndoa yenu, ili muweze kuwa makini na yale maneno ambayo yatakayotaka kuleta migogoro kwenye ndoa yenu au migogoro katika mahusiano mliokuwa nayo. Pia na wakati mzuri wa kupokea ujumbe, taarifa na habari nyingi, lakini ni wakati wa mabadiliko makubwa. Mabadiliko huwa inakuwa kama ulikuwa na cheo kitaondoka, kama ulikuwa una pesa zitaondoka, kama ulikuwa na mpenzi atakukimbia. Kwa hiki ni kipindi cha kuwa makini zaidi, na hata taarifa utakazoletewa ni vizuri kwa nazo makini. Lakini pia harakati za hapa na pale zitajitokeza, na ni vizuri kuangalia mikataba ya aina yoyote au mafungamano ya aina yoyote. Unataka kuhamia kwenye nyumba, mikataba. Unataka kuanzisha biashara na mtu, weka mikataba. Unataka kutoa kitu, hata kumkopa mtu, mwambie tuandikiane, itakusaidia zaidi. Lakini pia watakuja ndugu, kaka zako, nyinyi akina dada wa nyota hii ya mashuke, kaka zako watakuja kuhitaji msaada, ni vizuri uwasaidie. Na nyinyi akina kaka watakuja dada zenu kutaka msaada, ni vizuri mkawasaidia. Lakini pia ni wakati wa kupata neema kubwa, mialiko mbalimbali ya marafiki, kupata misaada zaidi ambayo itajitokeza mara kwa mara. Kwa hiyo ni vizuri mkatumia nafasi hii. Upande wa mahusiano katika nyota ya mashuke, mabadiliko ya ndani yatakuwezesha kuimarisha mahusiano ya karibu. Pia upande wa kipato, ratiba na nidhamu zitakusaidia kujenga misingi imara ya kifedha, ya kipesa pia. Naam. Tukiendelea na nyota yetu ya 7 ambayo ni nyota ya Mizani, ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 9 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 10. Kipindi hiki ni kipindi cha kupoteza zaidi. Mali zenu zitapotea, lakini pia mtafanyiwa vitimbi vingi. Hasa wanawake, kwa wanawake watafanyana vitimbi. Wanaume sio kwa wanaume, itakuwa na wanaume na wanawake kufanyiana vitimbi. Yani wanaume watafanyiwa vitimbi na wanawake. Alafu zitajitokeza homa za vipindi, yani maradhi yatajitokeza mara kwa mara. Hizi homa za vipindi huwa zinakuwa ni nyakati za jioni au usiku. Utaona ni usiku tunapata homa. Ikifika jioni tunaanza kusikia hali si nzuri. Kingine ni wakati mzuri wa kusaidia wazazi, lakini pia ni wakati mzuri wa kuchunguza mali zenu katika makazi ambayo mnayoishi. Yawezekana kuna kitu kina muda mrefu hujakiona, lakini ukifanya usafi ndani ya nyumba au uchunguzi ndani ya nyumba, kitu hicho utakiona. Una madocuments yako, yani una nyaraka mbalimbali, inatakiwa uchunguze, utaikona nyaraka yako. Lakini pia ni wakati wa kutekeleza makusudio ya kila kitu. Na wale waliokuwa wameficha siri, kipindi hiki katika nyota ya Mizani, siri zitafichuka, yani zitakuwa ziko wazi. Tayeb, kwa wale ambao watahitaji msaada zaidi, ni nafasi yao ya kufanya mawasiliano na mtaalamu. Tayeb, upande wa mahusiano, nyota ya Mizani ni msimu wa kutafakari mahusiano yako. Utaanza kuona uwiano mpya katika mapenzi, uwiano yani usawasawa, ile compatible yako
utaanza kuiona sasa kwamba wewe unamtegemea huyu au wewe unaendana na huyu, kwa pande zote mbili, upande wa jinsia za kiume na upande wa jinsia za kike, yani kwa akina dada na akina kaka kwa nyota hii. Na upande wa kipato, fursa za ushirikiano wa kifedha zinaweza kuibuka ndani ya mwezi huu, na zingatia usawa na haki upande wa kipato. Taib, cha kuangalia kikubwa kama navyoeleza, ikiwa huna mikosi utaona mafanikio zaidi ya haya nilioeleza, na ikiwa una mikosi utaona mafanikio kiduchu kidogo. Taib, nyota yetu ya 8 ni nyota ya Nge. Ni wale waliozaliwa tarehe 23 mwezi wa 10 mpaka tarehe 21 mwezi wa 11. Mwezi huu wa 10, matukio yenu, mtapokea zawadi ambazo zitakuwa ni nzuri, zitawafurahisha. Mtapokea ujumbe au taarifa nzuri zitakazowafurahisha. Mtapata marafiki wengi zaidi, lakini pia mjiandae na tuhuma ambazo zitakazojitokeza. Na upande mwingine, kuna nafasi ya wale wanaotaka visa kwa ajili ya safari za mbali, watafanikiwa. Na wale ambao hawakufanikiwa, basi wajue tayari wana mikosi, inahitaji kutatuliwa mikosi yao. Na pia ni wakati mzuri wa kulipa madeni, na ni wakati mzuri wa kusikilizwa. Nyinyi watu wa nyota ya Nge mnayo nafasi ya kusikilizwa shida zenu. Ukiona hujasikilizwa, bado unapigwa tarehe au unapigwa danadana, basi ujue tayari uko na nini? Uko na mikosi, inahitaji kutatuliwa. Taib, upande wa mahusiano, utaanza kuachilia maumivu ya zamani. Mahusiano mapya yanaweza kuanza kwa nguvu. Na upande wa kipato, ujasiri na msimamo wako au misimamo yenu watu wa nyota ya Nge vitakuletea mafanikio ya kifedha, yani mafanikio ya mafanikio. Mafanikio ya mafanikio, ima pesa, unafanya biashara zitafunguka, unafanya kazi utaona unapewa vyeo, unapewa nafasi zile za kufungukiwa, mafanikio ya kipesa. Taib, nyota ya 9 ni nyota ya Mshale. Ni wale ambao waliozaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa Novemba mpaka tarehe 21 mwezi wa 12. Novemba ni mwezi wa 11. Mwezi huu wa 10, matatizo mtapata ni mengi, majanga yatajitokeza kwa wingi, uadui utakuwa ni mwingi, vitu vingi mnavyotarajia kuwa havitokuwa, vitu ambavyo mnatarajia vilete hitimisho zuri, yani mwisho mzuri, havitaleta hitimisho zuri. Lakini pia maradhi yatawaandama, na ni wakati mzuri wa kufuatilia tiba sahihi ili muondokane na haya maradhi. Na magonjwa yatajitokeza kwa wingi. Lakini pia ni wakati wa kuwa na huzuni. Taarifa nyingi zitakuwa mbaya mbaya. Wale walikuwa wamekuahidi hawatotekeleza ahadi. Lakini pia kuna kupoteza vitu vingi au kuibiwa. Kwa hiyo ni vizuri ukafanya maombi mara kwa mara. Upande wa mahusiano, safari ya kihisia inaendelea. Mahusiano ya mbali yanaweza kuimarika. Yani kama mlikuwa mmekaa pamoja na mkeo au na mumeo, lakini mkiwa mbali kidogo, utaanza kuona mahusiano yanaanza kurejea. Kila mmoja anamtamani mwenzie, anamkumbuka mwenzie. Wenzetu anatuambia anamiss mwenzie. Upande wa kipato, mawazo mapya na uhuru wa kiakili vitakuongoza kwenye njia mpya za kuongeza kipato. Kwa hiyo hizi ni fikra unahitajika kuzifuatilia. Taib, nyota yetu ya 10 ni nyota ya Mbuzi. Ni wale waliozaliwa tarehe 22 ya mwezi wa 12 mpaka tarehe 19 ya mwezi wa 1. Matukio ya mwezi huu wa 10 ni nafasi nzuri kama unatafuta mchumba au unatafuta mwenza na hata kuoa. Na pia vile vile mambo mengi yatabadilika. Kama ilikuwa ni mambo mazuri, sasa ongeza bidii za kufanya dua
Kama unazijua dawa, ukafanyiwe dawa. Kama ni dua, ufanyiwe dua. Lengo ni kudhibiti mambo yasikuharibikie sasa, kwa sababu kuna mabadiliko makubwa ambayo yanajitokeza kwako. Mabadiliko si mazuri, kwamba itakuwa ulikuwa na dhiki sasa unaenda kwenye furaha, au ulikuwa huna pesa sasa ndio unaenda kwenye pesa. No, ni kwamba kama huna pesa basi ndio zitazidi kupotea zaidi, na kama huna mafanikio basi ndio ataenda kupotea zaidi, na kama ulikuwa na mafanikio manake yanakwenda kukuharibikia. Lakini ni wakati mzuri wa kufuatilia yale mahitaji unayoyataka. Migogoro itajitokeza kwa wale ambao walikuwa kwenye ndoa au mahusiano. Kwenye hii nyota ya mbuzi, migogoro itajitokeza. Mtaanza kukasirika au kukasirikiana, kuchukiana, ni mambo yatatokea. Usipoangalia itapelekea mpaka kwenye farka, yani kutengana. Kuna divorce na kuseparate. Kutengana ni wale ambao hawajaolewa au hawajaoana, lakini wale walioana huwa ni kutalikiana, kufanya divorce, talaka. Taib, lakini wale ambao mnaodaiwa, na hii nyota yenu ya mbuzi mnadaiwa, ni vizuri mkalipa madeni yenu. Kama umeshindwa kulipa yote basi ulipe kidogo, ni wakati mzuri. Lakini pia ni wakati wa kuwa muangalifu zaidi kutokamana na matukio yatakayojitokeza kwenye nyinyi watu wa nyota hii ya mbuzi. Haswa ni kwenye mafanikio hapo. Ukicheza vibaya manake unapoteza zile opportunities, zile nafasi, fursa unazipoteza. Taib, upande wa mahusiano ni wakati wa kujenga mahusiano ya kudumu. Uaminifu utakuwa ni msingi wa mafanikio katika haya mahusiano yako. Na upande wa kipato, nidhamu na mipango ya muda mrefu vitazaa matunda. Una plani vitu vya future yako, mustakbal, vitakujengea matunda zaidi. Na nyota ya 11 ni nyota ya ndoo. Nyota ya ndoo ni wale waliozaliwa kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mpaka tarehe 18 ya mwezi wa pili. Hawa ni watu wa nyota ya ndoo. Matukio katika mwezi huu wa 10, taarifa nyingi zitakuwa za hofu. Matumaini yako mengi yatapotea. Unaanza kutoka kwenye furaha kuelekea kwenye huzuni. Waliokuwa wamekuahidi hawatatekeleza, na hata wewe ulivyokuwa umeahidi havitotekelezeka, yani hautotekeleza. Kwa hiyo haya ni matukio yatakuongezea huzuni mkubwa. Lakini pia kwa upande mwingine utaanza kuugua maradhi, na utaanza kupoteza vitu vyako. Na mnayo nafasi kubwa kwa wale ambao wenye bahati zenu katika hii nyota ya ndoo ya kupata ajira. Mkaomba sehemu kazi mkapata, mkaomba tenda sehemu mkapewa. Lakini kwa wale ambao wenye mikosi ni kwamba ukiomba kazi hutopewa, na yale ambao ungefuatilia ya kazi hautofanikiwa. Kwa hiyo haya ni matukio ya mwezi huu wa 10 katika nyota hii ya ndoo. Upande wa mahusiano, utaanza kuona umuhimu wa uhuru na ubunifu katika mahusiano. Ndio utaanza kuona kuna mambo utaanza kuyaangalia au wewe mwenyewe kuyafanya, ndio utaanza kuona umuhimu wa kuongeza ubunifu katika mahusiano yako. Upande wa kipato, miradi ya kipekee na teknolojia vinaweza kukuza kipato chako. Hii ni upande wa nyota ya ndoo. Nyota yetu ya mwisho ni nyota ya samaki. Ni wale waliozaliwa tarehe 19 ya mwezi wa pili mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 3. Matukio yenu mwezi huu wa 10, mtakuwa ni watu wazuri, mtabadilika tabia, mtakuwa ni watu wa imani nzuri, mtafanya ibada, mtakuwa wanyenyekevu, na mnayo nafasi kubwa ya kusikilizwa haja zenu. Kila mtakalolifanya litakuwa lina nguvu katika jamii, na mtapokea ujumbe mbalimbali. Lakini ni vizuri mkalipa madeni pia. Yale madeni yenu sio lazima kulipwa yote, yalipe yote kutegemea na nafasi ulionayo, lakini lipa kidogo kidogo. Hicho ulichonacho usiseme nasubiri kwanza, lipa kidogo, itakuwa ni msaada kwako
wa kufungukiwa mambo ya pesa. Lakini pia utegemee kudanganywa. Kuna nafasi ya wewe kudanganywa. Na wale wanaota ndoto katika hii nyota ya mwisho ya samaki, ni wakati wa kuzifuatilia ndoto zenu mpate kujua tafsiri zake. Na kwa upande mwingine ni wakati mzuri wa kuongeza furaha, kufanya mazoezi, kuimarisha miili yenu, afya za miili, lakini pia afya za kiakili. Na ni wakati mzuri wa kuepuka, yani kuepuka tuhuma. Yani kuna tuhuma utapokea, kwa hiyo ni wakati mzuri wa kuwa mvumilivu. Uwe mpole hivyo hivyo ili mambo haya yapite salama. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya mwisho ya samaki, ni wakati wa kuachilia hisia za zamani. Mapenzi ya kiroho yanaweza kuimarika pia. Yani ile mapenzi ya dhati sasa utaanza kuyaimarisha au kuimarishiwa na mpenzi wako. Upande wa kipato, ubunifu na huruma vitakuongoza kwenye njia za kipato chenye maslahi makubwa. Asanteni sana. Ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abalhassan Jumar. Kwa maswali mbalimbali ya kujua utatuzi wa shida zenu, tafsiri za ndoto zenu na matibabu ya mashaitani au majini na matibabu ya binadamu, karibuni sana. Asanteni.